Habari, leo tunazungumzia faida 10 za wanawake weusi. 1. Joto la mwili. Mwili wa kawaida wa binadamu mwenye afya una nyuzi joto 37 centigrade. Lakini katika utofauti wa mwanamke mweupe na mweusi, mwanamke mweusi anazidi kidogo kwa centigrade 0.13. Na hii kutokana na tafiti iliyofanyika nchini Marekani kwa wanawake wenye afya sawa watu wazima 92. Na hii mfano wake hata ukiwa barabarani umevaa t-shirt nyeusi kama kwangu au umevaa t-shirt nyeupe. Ukiwa umevaa t-shirt nyeusi, miale ya jua ikikupata utajisikia fukuto la joto zaidi kuliko t-shirt nyeupe ambayo inadundisha miale ya jua na joto pia. Na hii hali ya joto inasaidia sana pia katika uhai wa binadamu. Kwa mfano, hii joto linasaidia kwa watoto wachanga katika kuwakumbatia ukuaji, pia watoto njiti. Hata kwa watu wazima pia inasaidia katika kuwatibu katika hali ya ubaridi wa kutetemeka au hata katika hali ya upweke. 2. Ni ngozi ambayo haitengenezeki na pia inashoneka kirahisi. Ngozi nyeusi ni ngozi nzito ambayo inapitishwa vizuri katika kushonwa, tofauti na ngozi nyeupe hasa ambayo weupe wake umetokana na vipodozi. Na hii utaangalia pia katika mtu akipata jeraha, labda amepata ajali na sehemu ya kidonda damu ikiwa inatoka, baada ya muda kuna ngozi nyeusi inayokuja kujifunga. Na hii ni asili tu ikionyesha ubora au ukubwa wa ngozi nyeusi. 3. Inakabiliana na hali ya hewa. Ngozi nyeusi inaweza kuhimili hali ya joto, maana kukaa juani muda mrefu, na hii inapelekea wawe na hazina kubwa sana ya vitamin D kwenye miili yao. Pia mtu akisafiri kwenda mikoa ya baridi au sehemu za baridi, mara nyingi ngozi huleta weusi ili kuweza kumdhibiti na ile hali ya baridi. Maana yote hayo ni kumfanya binadamu astawi katika afya njema. 4. Ngozi nyeusi inatunishika na inawambisha nyama za mwili. Ukiangalia hawatunisha misuli duniani, jinsia zote, wanawake na wanaume, kupaka mafuta fulani ambayo yana namna nyeusi ili kuweza misuli yao kuonekana vizuri. Na hata wafanya mazoezi, wana michezo, weusi katika upande wa kike, misuli yao inaonekana zaidi kuliko weupe. Pia unakuta mwanamke mweusi na mwanamke mweupe wakiwa na maumbo yote sawa, wamefanana, umbo la mwanamke mweusi linaonekana zaidi kuliko umbo la mwanamke mweupe, na hii ni kwa macho tu ya nyama. 5. Wanajiamini. Kutokana na muda mrefu kuwa na vipodozi, mikorogo na kadhalika, vitu ambavyo vinaweza kumbadilisha ngozi. Lakini huyu mwanamke wa ngozi nyeusi aliyesimama na ngozi yake mpaka kufikia hali ya kupevuka na kuwa mtu mzima, manake anaikubali hiyo ngozi yake. Na kujikubali ni sehemu kubwa sana ya maendeleo. Ndio maana ukiwa na mwanamke mweusi, mara nyingi ni wanawake wanaojikubali na wako katika mstari wa mbele sana katika maendeleo. 6. Ngozi yao hunata ikitunzwa vizuri. Ngozi ya mwanamke mweusi akiisafisha tu kawaida kwa maji na kupaka mafuta hata ya asilia bila gharama nyingi sana, ni ngozi ambayo inavutia kwa kunata. Ndio maana ukigundua bidhaa nyingi ambazo zinatengenezwa na ngozi za wanyama zenye weusi zinakuwa na gharama sana na pia zinaonekana original. Mfano mabegi, mikoba, viatu, pochi za kiume, za kike, mikanda na kadhalika. 7. Hawazeeki. Kuna msamiati maarufu sana kwa mataifa yaliyoendelea, wanasema black don't crack, wakiwa na maanisha nyeusi haiharibiki. Ngozi nyeusi inakaa muda mrefu bila changamoto, hata katika uzee wao ni
kupata makunyanzi yale ya usoni na ngozi kutepeta inachukuaga muda mrefu zaidi kufikia hatua hiyo. Na huu msemo ulitokana pia na jitihada za kuenzi ubora, urembo wa wanawake weusi duniani. 8, mwanamke mweusi hutoa mvuke wa kutosha, na hiyo ni ishara kwamba mwili una afya njema, haswa katika shughuli maalum za vitendo, afya ambayo haina mawaa. 9, ngozi ya mwanamke mweusi ina utajiri wa matabaka. Kwa mfano, ukienda Ulaya ukikutana na wazungu, ukiwapanga mstari, wote wanafanana rangi. Upishano wao ni mdogo sana usioonekana kwa macho. Ukienda China vile vile, wote wanafanana kwa rangi, lakini ukija Afrika unakutana na rangi nyingi za weusi. Unakuta kuna nyeusi ya maji ya kunde, nyeusi ya kahawia, nyeusi ya chokoleti, nyeusi kamili. Kwa huo ni utajiri wa rangi nyeusi. Pia katika huyo mwanamke mweusi unakuta ana rangi zaidi ya moja kwenye mwili mmoja. Kwa mfano, anakuwa na rangi tofauti, rangi ya viganja vya mkono, rangi ya nyayo, rangi ya macho, rangi ya michirizi, pia na sehemu zingine zilizostirika. 10 ni rangi mama. Duniani, Afrika ni bara la pili kwa ukubwa baada ya bara la Asia, lakini inaonekana kwamba Wachina ndo wengi, ambao kwa rekodi za 2023 wako bilioni 1.4, lakini Afrika tu peke yake ina watu bilioni 1.5. Asilimia 80 ya hao watu wote ni watu weusi, na ukienda mataifa mengine unakutana na watu weusi wengi, hata sehemu zilizojificha. Kwa hiyo kwa tafsiri kwamba hawa watu wote zao lao kubwa, kiini chao ni huyu mwanamke mweusi. Ndio maana kupotea kwa rangi nyeusi ni kitu ambacho hakitawezekana, na ni rangi ambayo itabaki muda mrefu kadiri binadamu ataweza kuendelea kuishi. Kwa ni rangi ambayo imezalisha rangi nyingi sana duniani. Japo wanasema China ndo wengi zaidi, lakini kwa hesabu tu ndogo ya bilioni 1.5 wa Afrika na hesabu tu ya Waafrika wote au watu weusi walioko kote huko duniani, je, ni kweli ngozi nyeusi na watu wachache kuliko wa China? Hilo ni swali ambalo nitawaachia na nitaishia hapo kwa leo. Naomba tuendelee kuangalia video zijazo. Naomba pia usubscribe, ulike, ucomment ili tuweze kuendelea kujadili na kupeana idea zaidi. Karibu sana.